Kwenye ufugaji wa kuku, kwa mfano sisi binafsi KingoFarm tunatumia hizi tiba za asili. Hapo unaona kwenye hilo jagi letu la blender tumeweka hiyo tiba ya asili. Lakini ninachotaka niseme kwenye hii video leo hii, bwana, kuna magonjwa ambayo kama kuku wako watayapata ni ngumu sana kupona. Yaani ni magonjwa ambayo utibie kuku au kuku afe ni 50 kwa 50. Ni magonjwa ambayo ni magumu sana. Wafugaji wengi sana wameshapoteza kuku na haya magonjwa ambayo ninaenda kukutajia hapa, na nitakusaidia, nitakupa msaada wa namna ambavyo unaweza ukafanya ili uweze kuwatibia kuku wako kwenye haya magonjwa. Sikiliza vizuri kabisa hii video, nina uhakika kabisa itakwenda kukusaidia, kwa sababu sisi pia tumetumia hizi mbinu ili kuweza kutibu haya magonjwa. Lakini sehemu kubwa sana, yani nikizunguka hata kwenye mitandao hii ya kijamii, nikiona mtu labda ameposti kuku wangu wanaumwa hivi, utakuta wengi wanasema na mimi kuku wangu wanaumwa hivi, na mimi kuku wangu wanaumwa hivi, niliwatibia hawakupona kabisa. Ni magonjwa ambayo ni kichefuchefu kwa wafugaji wengi sana. Kwa hiyo sikiliza vizuri hii video, utajifunza kitu hapa ambacho kitakusaidia wewe mfugaji. Sasa nitakachofanya hapa, nitaanza na ugonjwa wa 3 kwenda mpaka kwenye ugonjwa wa kwanza. Nitataja magonjwa matatu tu, nataka nielezee kwa undani, ndio maana nataka nitaje haya magonjwa matatu. Nitaanza na ugonjwa wa 3. Ugonjwa wa 3 ni muharo wa njano ambao unagandia nyuma, kama kwa huyo kuku unavyoona hapo nyuma. Ugonjwa mara nyingi sana waga unawakuta hadi kuku wakubwa wale wanaotaga, na kuna sababu nyingi ambazo zinaelezea huu ugonjwa. Sababu ya kwanza kabisa ambayo inaelezea huu ugonjwa, endapo kuku ameugua kwa muda mrefu bila ya kupona, anakwenda kupata huo ugonjwa huo ambao unakuwa muharo wa njano unagandia nyuma. Lakini muda mwingine unakuwa ni ugonjwa wa typhoid. Ugonjwa wa typhoid, kuku wanakuwa wanahara hivi, wanakuwa wanatoa muharo huo hapo wa njano, na wakati mwingine waga inakuwa kutokana na vidonda. Labda kwa mfano kuku ana kidonda, amedonolewa, yani maumivu, akipata maumivu sana kwenye mwili wake, basi utamkuta na huo muharo wa njano. Huu ni ugonjwa mgumu sana kuweza kuutibia. Unahitaji kutumia nguvu sana ili kuweza kuutibu ugonjwa. Ugonjwa wa pili ambao ninauzungumzia hapa ni kideri, mdondo. Mdondo nimeweka namba 2, nitakuja kukutajia namba 1 ambayo itakushangaza sana huu ugonjwa na nitauelezea vizuri sana. Mdondo, kwa nini unakuwa hatari sana? Kwa nini ninauweka namba 2 kama ni ugonjwa hatari zaidi? Sababu ya kwanza ni ugonjwa ambao unaua chap. Yani ukisha ingia shambani kwako, kuku wako mmoja ukamwona na dalili ya mdondo, wewe siku ya pili kuanza kuokota vifaranga au kuku wakubwa 5, 7, 10 wamekufa ni kawaida. Na kama utachukua tahadhari ya kupata tiba sahihi, basi ni ngumu sana kuku wako kuweza kupona. Yani utakuwa tu unaokota mpaka mwisho wa siku unakuta kuku wote wamepukutika. Ni ugonjwa ambao mimi nakumbuka binafsi wakati tupo wadogo, tupo kwa wazazi wetu, tunasoma kipindi hicho. Unaenda shule, unaacha kuku wengi, unarudi hamna kuku kabisa. Wanakuambia hapa bwana, ulipita ugonjwa. Ulipopita ugonjwa ndio umewamaliza kuku wote. Sasa huo ugonjwa unaozungumziwa kipindi hicho ulikuwa ni mdondo, na nadhani hapo kwenye comment unaweza ukatupa experience yako na huu ugonjwa wa mdondo ambao ni kideri. Utuandikie hapo kwenye comment. Mimi experience yangu binafsi ndio ni hiyo, kwamba unatoka nyumbani, umeacha labda kuku wengi, umeenda shule, unarudi, unaambiwa bwana, wale kuku walikufa wote, kuna ugonjwa uliingia hapa shambani. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho nakikumbuka vizuri sana kuhusiana na ugonjwa, ndio maana nimesema ni hatari na nimeweka namba 2. Nitarudi hapa ni kuambie ugonjwa namba 1 na tiba zake. Sasa ukisikiliza vizuri, hii ni incubator ambayo ipo hapa shambani, ina vifaranga humo ndani. Ni incubator ambayo inafanya vizuri sana, na ndio ni incubator ambazo pia tunazitengeneza. Hii incubator hii hapa, gharama yake ni nafuu kabisa, lakini utotoreshaji wake ni wa hali ya juu sana, tofauti kabisa na zile incubator za Mchina. Na kushauri wewe mfugaji, tutafute sisi KingoFarm ili uweze kupata incubator kama hii.
Lakini pia sisi KingoFarm tuna hivi vitabu. Hivi vitabu ni soft copy, tunakutumia kwa njia ya WhatsApp kama unahitaji. Sasa hivi vitabu ipo hivi, inategemea wewe unafuga kuku aina gani. Unaviona hapo ni vingi, bado hapo sijaweka vitabu ambavyo tumevitoa matoleo ya pili. Kama safari ya ufugaji kuna toleo la pili, kama tiba za asili kuna toleo la pili, sijaviweka hapo. Kama wewe unafuga kuku wa kienyeji, utachukua hicho kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, utachukua kitabu cha tiba za asili, utachukua kitabu cha mwongozo. Kama kwa hiyo vipo katika hiyo package. Kama wewe bado hujui kabisa kufuga na unahitaji hivi vitabu, na kushauri sana uchukue katika hizo package. Lakini pia unaweza kujiunga na kundi letu la WhatsApp ambalo ada yake ni shilingi 8,000. Hivi vitabu kimoja ni shilingi 10,000 na ni soft copy. Kama unachukua vitatu, hiyo ni 30,000. Ni vitabu ambavyo vimewasaidia wafugaji wengi sana. Unaweza kuona kama leo hii labda 30,000, 20,000 ni hela kubwa sana, lakini majanga ambayo wafugaji wengi waga wanayapata wanajua wao wenyewe. Kama wewe bado, nakushauri sana uchukue vitabu. Mfugaji ambaye anaelewa maana ya elimu kwenye ufugaji, hivi vitabu anachukua bila ya kusita. Sasa nikirudi kukutajia ugonjwa namba 1 ni mafua. Sasa unaweza kujiuliza kwa nini nimeweka mafua mbele ya ugonjwa wa mdondo wakati ugonjwa wa mdondo unaua zaidi ya 90%. Nikwambie kitu ndugu yangu, mafua ni ugonjwa ambao kama hujui dawa sahihi ya kuweza kuatibia huu ugonjwa, ni ugonjwa ambao ni kichefuchefu, unasumbua sana. Yaani ni ugonjwa ambao unawapa kuku dawa, kuku wanazidi kuumwa. Na ubaya wa huu ugonjwa upo hivi, hauui kuku mapema. Yaani unakuwa tu unawatesa kuku. Yaani just imagine huu ugonjwa wa mafua inaweza ikafikia hali mpaka kuku akapofoka macho yote, akawa haoni kabisa, yani akafa kwa kutokuona, lakini wenyewe bado umemng'ang'ania. Yaani ni ugonjwa ambao hauui kwa haraka, lakini ni ugonjwa ambao unawatesa sana kuku. Yaani ukiingia bandani hivi utamani mtu yoyote yule yaani aone ile hali ambayo ipo bandani. Na tena huu ugonjwa una hatua zake. Una hatua ya mwanzo, una hatua ya pili, una hatua ya tatu. Huko ndo utakakoenda kukutana na vifo. Ukikuta kuku wameshafikia hatua wana madonge machoni kama hivi, hii ni hatua ya mwisho kabisa ya hawa kuku. Kwa hiyo huu ugonjwa ni hatari sana na unatesa sana. Na nikwambie kitu, unapotibia mafua, nataka niwape hii password ya kutibu mafua. Unapotibia mafua, ukitumia dawa nyingi sana za dukani ukaona hawaponi, njoo tumia tiba hizi za dukani. Yaani ukaenda kule ukachukua ma Tylodox, ma Enlovet, umetumia, kuku wako hawaponi, mafua yanazidi kwenda kwenye hali mbaya. Ninakushauri ugeukia kwenye hizi tiba za asili. Chukua kitabu kwetu sisi cha tiba za asili. Kile pale tumeelekeza namna ya kutibu ugonjwa wa mafua katika hatua ya mwanzo, hatua ya kati na hatua ya mwisho. Na uhakika hao kuku wanaenda kupona mara moja. Uoga wanafanyaga hivi. Mimi wafugaji wakoga wananiambiaga tu, bwana mimi nikifanya hivi ndio mafua uoga yanapona. Nilikuwaga siamini, lakini yalikujaga mafua fulani hivi hapa, nikajaribu na mimi nikakuta kuku wamepona. Nikagundua kumbe kama unatumia sana tiba za asili, tumia uje umalizie na ya dukani. Kama unatumia sana za dukani, uje umalizie na ya asili. Yaani kitu ambacho kama vile hakikai vizuri kichwani, lakini ndio kinatibu, ndio kinafanya hivyo. Kama una shida fanya hivyo, afu utakuja kutoa ushuhuda hapa. Sasa magonjwa haya yote nimekutajia. Ugonjwa wa kideri, of course najua kabisa ukiwa na kitabu chetu cha tiba za asili tumeelezea mle, na tiba ambayo tumeelezea humo inatibu vizuri kabisa. Yani ni tiba ambayo mimi nina uhakika nayo. Lakini pia kama kuku wako wameumwa ule ugonjwa wa kwanza ambao nimeuelezea, ule muharo wa njano, tumia majani ya mpapai, majani ya mpera, mchanganyiko huo hapo, kitunguu saumu na tangawizi. Ni mchanganyiko mzuri sana wa kuweza kutibu yale magonjwa. Kama unahitaji maelekezo zaidi kuhusiana na tiba za asili, na kushauri jiunge na kundi letu la WhatsApp la KingoFarm. Tutakupa maelekezo mle, lakini pia kitabu muhimu. Ukiwa na kitabu tumeandika mlolongo mzima wa tiba, jinsi ya kuwatibia kuku wako. Asanteni jamani na kwaherini. Nadhani umejifunza kitu kizuri sana kutoka kwetu sisi KingoFarm. Kama bado hujasubscribe, basi unaweza ukasubscribe hapo ili kupata taarifa zaidi, lakini pia unaweza ukatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii kama Instagram. Sasa hivi tunapatikana bwana Instagram, TikTok.